باذن الله الكريم. Allah subhanahu wa ta'ala ametukusanya kwa mara nyingine katika wakati huu baada ya kuswali salata adh-dhuhr, walillahi alhamd, kwa lengo la kuendelea na darasa zetu. Dhuhuri hii tuliyokuwa nayo leo ni dhuhrun fi yawmi thulatha, ni ya dhuhuri hii katika siku ya Jumanne. Ghurratun min shahri llahi al-Muharram, Jumanne hii ya tarehe mosi katika mwezi huu mtukufu wa Allah, mwezi wa Muharram, mwaka 1448 Hijria. Tayari tumeuanza mwaka mpya wa Kiislamu. Tumetoka kwenye 1447 na tumeingia 1448, walillahi alhamd. Na ikiwa leo ndio tarehe mosi ya mwezi wa kwanza wa Kiislamu al-Muharram, na mwezi huu ni miongoni mwa ile miezi minne mitakatifu. Lakini sisi Waislamu kwa utaratibu wa sheria ya dini yetu hatuna sherehe yoyote ya mwaka mpya wa Kiislamu. Hakuna tafrija wala sikukuu inayoitwa sherehe za mwaka mpya wa Kiislamu. Hakuna jambo hilo, maana Uislamu taratibu zake zinakwenda kwa dalili, na sikukuu katika Uislamu ni ibada na zimepangwa na sheria. Tuna Eidul Fitr, Idi ya fitri, sikukuu hiyo baada ya Ramadhani, na tuna Eidul Adha, tuna Idi ya kuchinja katika mwezi uliopita wa mfungo tatu, na tuna Eidul Usbu'iyun, tuna Idi ya kila wiki, yaumul Jumu'ah, siku ya Ijumaa. Hatuna zaidi ya hapo. Hakuna Idi wala sikukuu ya mwaka mpya, hakuna Idi wala sherehe za mazazi ya Mtume, birthday ya Mtume na mfano wa hayo hatuna. Sasa utawasikia sasa hivi watu wengi wameweka sherehe mbalimbali, na baadhi ya maeneo ni kwa mustawa wa nchi. Nakuta nchi hasa imezingatia jambo hili kwamba leo tarehe 16 ya mwezi huu wa 6 ni sikukuu, kwa sababu ni mwaka mpya wa Kiislamu. Ziko baadhi ya nchi zimetangaza hasa, na wengine wametangaza kesho wana mapumziko kwa sababu ya mwaka mpya wa Kiislamu, sikukuu hiyo. Sisi Ahlus Sunna kupitia fatawa mbalimbali za maulama wetu wanasema hii ni bid'a. Al-ihtifalu bi'idi ra'si sana al-hijriya bid'a, kuweka sherehe maalumu ya kusherehekea mwaka mpya wa hijiria ni bid'a, ni jambo halina asili. Kwa hivyo tunashukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutufikisha katika mwaka mwingine wa hijiria, na yeye subhanahu wa ta'ala ametuhifadhi katika mwaka uliopita mpaka hapa tulipo. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala
atuwafikie kwenye khairati na taat na kusimama imara katika dini yake katika mwaka huu mwingine ulioingia, na Allah atubarikie sisi na familia zetu. Lakini pia tunafahamu kwamba kila miaka inavyokatika na inavyokwenda mbele, umetoka mwaka wa zamani umeingia mwaka mpya, ndivyo ambavyo umri wetu unamalizika. Tufahamu kwamba umri tuliopewa ndio unaisha na tunayakaribia zaidi makaburi yetu. Idha madha yawmun faqad madha shay'un min hayatik, wanasema baadhi ya ulama. Fahamu kwamba ikipita siku moja, basi umepita sehemu ya uhai wako. Sikwambii ukipita mwaka mzima umeisha, umeingia mwingine, unafurahia tu kwamba umeongeza umri, umeingia miaka 60. Sasa nilikuwa na 59, sasa nimegonga 60 kamili. Mwingine asema 40, sasa imeingia 40 mzee, ndio nimekomaa sasa. Mwingine nimepata 20, sawa, lakini ndio unaenda zako hivyo kwenye kabri. Sasa kwa kadiri unavyofurahia, watakiwa kwa kiwango kama hicho au zaidi usikitike na kuililia nafsi yako na kujipanga katika amali, kwa kuwa masiku ni machache. Wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala al-afiyata wa tawfiq. Watu wanaondoka kweli kweli, tunazika, tunasikia ripoti mbalimbali za vifo vya ghafla vya rafiki zetu, ndugu, jamaa, marafiki. Hiyo ni alamu imelia, na sisi tujipange. Kwa hivyo miaka hii inapokwenda, yatakiwa tuhuzunike na tutoe bidii katika dini. Nilisema nigusie hilo kidogo kwa munasaba wa kuingia mwezi huu wa Muharram.